لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mwenyezi Mungu, naomba maneno haya nitakayozungumza wayafahamu Watanzania wote na wasiokuwa Tanzania, Kenya, Uganda na mataifa mengine huko nje. Kuna comment nyingi sana nimetumiwa na baadhi ya watu ambao ni Waislamu wakiuliza kwamba kwani mwanamke anafaa kuwa kiongozi? Mwanamke anafaa kuwa rais, kwani kuwa kiongozi? Comment nyingi sana nimeziona hizo. Wewe umesoma dini, kama umesoma dini ni wapi ambako Mwenyezi Mungu amesema kwamba mwanamke anafaa kuwa kiongozi? Na maswali haya wanaouliza maswali kama haya nimekuja kuona ni watu wachache sana ambao hawana elimu, hawana ujuzi wa kielimu. Kwa sababu maswali haya mbona hamjawahi kuuliza wakati Mama Samia Suluhu Hassan hajawa rais? Mbona hamjawahi kuuliza maswali kama haya kwamba mwanamke anafaa kuwa kiongozi? Wakati huo tukiona wanawake wengi ni wabunge, wanawake wengi ni mahakimu, wanawake wengi ni mawaziri, wanawake wengi wanafanya kazi za kijamii. Wakifanya kazi za kijamii. Mbona hamjawahi kuuliza? Kwa sababu mwanamke akiwa ni mbunge na maana kiongozi katika ile jimbo lake, yeye ni mkubwa katika ile jimbo analolisimamia, analoliwakilisha, yeye ni mkubwa na anawakilisha wanawake na wanaume. Mwanamke akiwa ni hakimu anamfunga mwanamke na mwanaume, anasimamia hukumu kati ya mwanaume na mwanamke. Mbona hamjawahi kuuliza? Kwani na maana katika mahakimu hakuna Waislamu ambao ni mahakimu? Mbona hamjawahi kusema kwamba mwanamke anafaa kuwa hakimu? Kwa rais tu Samia Suluhu Hassan ndio sasa mmesimama mwanamke anafaa kuwa kiongozi. Naomba niwajibu swali hili leo. Nchi yetu ya Tanzania ni nchi ambayo haiongozwi kwa maadili haiongozwi kidini. Yaani serikali yetu ya Tanzania haina dini. Serikali ya Tanzania haina dini. Hivyo Rais Samia Suluhu Hassan anawaongoza Waislamu, anawaongoza Wakristo, anawaongoza wasiokuwa na dini. Kwa anaongoza jamii zote hizo. Kwa unaposema kwamba anafaa kuwa kiongozi, wewe unataka kuleta mambo ya kidini katika mambo ya kiserikali. Na wakati serikali hii ni serikali ambayo haina dini. Ni serikali ambayo ni ya watu wote, Wakristo, Waislamu na wasiokuwa na dini. Sasa wewe badala ya kusema alhamdulillah rabbil alamin, katika upande wetu tumepata kiongozi wa upande wetu, ushukuru Mungu na muombe mazuri, wewe unamuombea mabaya. Wewe ni Muislamu gani wewe? Wewe ni Muislamu yupi ambaye una khairi, una shukrani hata kwa Mungu amekuletea upande wako? Muislamu wenzako amekuwa ni kiongozi, hawezi yani sisi tuseme nini? Yani kuna Waislamu wengine wapumbavu sana nyinyi Waislamu. Wallahi, mimi nawatukana tu, hamna akili. Hamwezi mkasimama kumponda Muislamu wenzenu kisa ni mwanamke. Mbona wambagua mwanamke? Kwa nini wambagua? Ingekuwa watu tunaishi katika taifa la Kiislamu, linaongozwa Kiislamu, sheria zao ni za Kiislamu, ndio ungeleta hoja hizo. Kwani mwanamke anafaa kuwa kiongozi? Lakini huishi katika taifa la Kiislamu wewe. Unaishi katika taifa la Tanzania, Afrika. Mwenyezi Mungu amemteua kuwa ni rais. Angekuwa Mungu hajamteua singekuwa rais. Sasa wewe kinachokuuma ni nini? Mwenyezi Mungu ameshataka mama awe ni rais. Alhamdulillah, na amekuwa rais. Alafu jambo lingine nataka kulikumbusha hapa ni kwenye ili swali lilotokea kwa watu ambao wamepatwa na misiba ya kufiwa na ndugu zao ama watoto wao katika mambo ya maandamano. Katika swala la maandamano, nafikiri serikali ilitangaza, jamani msiende kwenye maandamano, jamani msitokee kwenye maandamano, jamani msitoke mkaenda kuharibu vitu vya watu, mkaharibu mali za watu. Wazazi mlisikia kabisa maneno hayo, serikali ikitangaza, na mkawaacha watoto wenu wakaenda kwenye maandamano na wakafanya uharibifu. Hadi yule Bilnasi yule ambaye maskini wa Mungu anatafuta riziki yake, wameenda kuchoma duka la Bilnasi. Bilnasi ni waziri au ni mbunge?
au anafanya nini? Yeye kama ameenda kufanya show kwenye CCM, alienda kufanya kazi ni katika sehemu ya biashara zake. Hata hao kina Diamond, hadi hao kina Diamond, kina Alikiba, kina Harmonize, wale walikuwa wanalipwa pesa, ni katika sehemu ya kazi yao. Hata mimi nikiitwa mahali popote pale, hata unapopachukia nikalipwa, mimi naenda kufanya kazi wangu, naenda kufanya wajibu wangu, nalipwa pesa, nachukua pesa yangu, naenda kula na watoto wangu. Makosa yao yapo wapi mpaka mkasirike eti mwafate? Hao wanaowachochea nyinyi kwamba muandamane hawaishi Tanzania na hawapo Tanzania, lakini kwa sababu wanatuona sisi ni mabwege, hatuna akili, wanasema Watanzania ukiwaambia tu wanafanya, hata wajui nini. Umeona? Sasa katika hayo maandamano wamepata madhara watu wengi, si nini tu. Umeona? Kwa hiyo sasa inataka kujirudia. Nasikia wanasema tarehe 9 shauri zenu. Sasa hivi uchaguzi umeisha. Wewe mbunge Baba Levo, umekuwa mbunge, waambie watu wako huko Kigoma mjini na wenye kiti mbalimbali, wenye viti, waambieni watu wa kata zenu, kaeni na watu wenu, muambie maandamano si mazuri, wanachokitaka katika taifa hili si nzuri. Sisi ndo tunaishi hapa. Unaowaona wanaoonekana kwenye mitandao wanahamasisha maandamano ya tarehe 9, hawapo nchini, hawapo Tanzania. Hao wameshafanya mabaya mengi sana katika nchi hii, na ndio maana wakakimbia Tanzania. Sasa wanatamani kurudi Tanzania, sasa wanataka wafanye maharibifu yatakayotokea. Nafikiri mnakumbuka Libya wananchi walishindwa kumheshimu rais wao na kiongozi wao na kuonesha uzalendo kwa kiongozi wao. Sasa hivi Libya wananchi wao wote wanakimbia kwenda kwa Ulaya, wanakufa vibaya, wanapata matatizo na shida mbalimbali. Hebu angalieni nchi ambazo zimewahi kupitia kipindi cha maandamano na vurugu za wenyewe kwa wenyewe, kama hiyo nchi ina neema na baraka yote na utulivu. Sasa tunachokitafuta sisi tutakuja kukiona. Kwa wenye viti nyie ambao nyinyi wenye viti. Nikisema wenye viti na maanisha wingi. Mfradi wake ambao ni mmoja, mwenyekiti. Ni wakati wako wewe sasa hivi katika mtaa wako kuzungumza na wananchi wako. Wazungumze na watoto wao. Kila mwenyekiti na kila mbunge, diwani, wewe janjaro, dogo janja, ni wakati wako kuzungumza na wananchi wako. Kuwahimiza wananchi wako wazungumze na watoto wao. Mkimuona katika mtaa mtu ambaye hamumjui, hamumfahamu kutoka wapi, toeni taarifa katika sehemu husika. Ndivyo tulikuwa naishi toka zamani. Mtaani mtu amekuja, humjui ni nani, amehamia mtu, humjui from nowhere ametoka wapi, lazima hatua kamili zichukuliwe. Kwa hiyo naomba jamani, mwacheni rais afanye kazi. Tunachokitafuta ni kurudisha maendeleo nyuma, maana mnachokifanya ni kumpa stress rais na wale mawaziri watakaoteuliwa na viongozi wengine wasifanye maendeleo, waanze kupambana na watu wanaohamasisha maandamano. Hivi rais Samia kosa gani alilofanya? Ni kitu gani alichokifanya? Au kwa sababu ni hivi wakati wa Magufuli kama mchezee hivi? Mama, na kuomba nikiwa kama mwananchi ninayetutakia sana amani taifa hili, anayekujaribu mwenyewe ni rais. Urais ni mamlaka, sio jinsia. Urais ni mamlaka usio na jinsia. Wewe una cheo cha urais, ambaye mwenye cheo cha urais anakuwa na mamlaka hayo uliyokuwa nayo. Naomba mamlaka yako yaonekane kama wewe ni rais. Anayekujaribu muonyeshe kama wewe ni rais. Maana watu wanafikiri labda huyu si mwanamke tu. Mwanamke nini kwani? Ile ni jinsia, lakini urais ni mamlaka fulani anayovichwa nayo mtu. Kwa hiyo tuogope cheo cha urais, ni cheo kikubwa sana jamani. Tumheshimu rais. Haya. Mimi sina mengi. Na wakumbusha tu. Tarehe 29 mlijaribu, yakatokea hayo. Bado katika hiyo tarehe 29 mmetafuta 9 nyingine, sasa mnaitafuta 9 nyingine. Yaani nyinyi mnaohamasisha mna maana yenu. Maki katika ile tarehe 29 2 alafu kuna 9. Alafu bado mmetoka kwenye tarehe 29 mmeenda kwenye 9. 10 mmekataa, 11 mmekataa, mmeenda kwenye 9. Hakuna atakayeandamana. Wallahi Watanzania si wajinga wa namna hiyo. Hakuna Mtanzania mpumbavu jamani. Almu'minu la yuldaghu fil hujr marratayn.
Mtu mwenye akili hang'atwi na nyoka kwenye shimo mara mbili. Shimo hilo ambalo umeng'atwa na nyoka, alafu urudishe mguu shimo hilo hilo, utakuwa huna akili.